uko tayari kumuua mtu kwa sababu hela alizokuwa nazo mfukoni umnyang'anye. Umeshatoka katika hiyazul insaniya ila hiyazul hayawaniya. Maana hivi ndivyo wanavyofanya wanyama, anamsubiri mwingine anambaka, anafanya mambo yake. Na wewe unatoka vile vile katika hiyazul insaniya ila hiyazul hayawaniya, wakati Mungu kule ametuwekea mipaka yake. Rahimallahu rajulan arafa makanahu fawaqafa inda. Na Mwenyezi Mungu humrehemu mtu ambaye anajua mipaka yake kisha akasimama pale. Mwanadamu anakuambia mimi kwangu hapa, I can't cross beyond that line pale, mimi siwezi kuvuka kwa sababu pale ndo kwangu, nikipituka pale nitakuwa mnyama. Na Allah sema walaqad karramna bani adam hamalnahum fil barri wal bahr warazaqnahum min at-tayyibat wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Unapocross mipaka yako, walaqad dharana li jahannama كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. Mungu kule amekusifu, hapa na kutukana, anasema wewe ni sawa sawa na mnyama kwa sababu umeacha kile cha kukuongoza. Una muongozo kamili. Na hivi ndivyo Mungu anavyotaka watu waishi. Alipowaumba tu hakuwaachia wawe kama wanyama, kawaletea muongozo na mitume, na baada ya mitume warithi wa mitume ili wapate kuishi vyema. Sasa haya yote yanabainishwa na ulama, haya yote yanaelezwa na hukama, na hapo waliokuwa hawajui wanapata kujua, na waliokuwa matajiri na wenye uwezo wanapata kusupport, na waliokuwa ni masikini nao wanapata kujoin, waka maintain dini yao na hawauzi akhira yao kwa sababu ya kutaka dunia. Ikhwatal iman, sasa hivi nguzo hizi tatu tulizozitaja mwanzo zote zimeharibika. Wanachuoni wetu wa leo isipokuwa wachache, malengo yao kutokea mwanzo huwa wanafinyangwa watu wengi, kasome. Baadaye ukija sisi tutakukabidhi ishu maalum ya kufanya kwa ajili ya kuwapiga vita waislamu wenzako, kwa ajili ya kuwapiga vita ndugu zako, kwa ajili ya kuwapiga vita jamii yako. Badala yake watu wanakwenda mbele, waislamu wanarudi nyuma. Kuna matatizo hayatatuki, miaka nenda miaka rudi, hayana majibu, hayana solution. Yote ni kwa sababu ya baadhi ya ulama wasiokuwa mukhlisin, bado hawajataka kutatua watu katika mizozo hiyo, bado wako pale kwa sababu ya kuresist baadhi ya misimamo yao na baadhi ya kadhaya zao, ili kwa sababu umma na wafuasi ndo wanaoharibu zaidi mashekhi. Kwa sababu kila mfuasi anakifu mawqif almutafarrij, mpaka shekhi anaogopa hata kubadilika au kugeuza au kwenda kinyume na vile walivyomfahamu wafuasi wake. Inakuwa matatizo, alhasili inakuwa kila kitu kinakwenda mahala sipo, baadhi ya mambo yanakwenda sivyo yalivyo, basi inakuwa tabu. Lianna alalima lam ya'mal biilmihi fayukhrij an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Inakuwa bado watu wanabakia katika kiza milele kwa milele. Kisha mjinga naye hataki kusoma kwa sababu shekhe na alim ilmu yake ni nyingi, lakini haikufanywa kazi yoyote. Na suala la tajiri naye anakuwa bakhili na mali yake. Tumeambiwa katika Uislamu tuwe kama wacheza mpira. Hii ni mifano. Goalkeeper analinda goli lake asije akaingiza mtu goli pale, na beki tatu au beki nne au full beki yoyote kati yao, janahul aisar, janahul ayman, midfielder, wote wanahakikisha wanafidi walo mbele ili striker apate kutia goli, ushindi upatikane. Na Uislamu ndio hivyo hivyo. Shekhe ana position yake, fukara ana position yake, tajiri ana position yake, na yule alikuwa mjinga pia ana position yake. Sasa kila mmoja anatakiwa aicheze position yake kwamba yeye ndo anainogesha ile position. Wacheza ngoma huwa wana mustalaha mmoja. Mifano tunasema dhakartu sharra la lisharri bal litawaqihi wa man la ya'rif ash-sharra min al-khairi waqa'a fi. Alafu wacheza ngoma huwa wana mustalaha mmoja, wanasema
cheza katika ile ngoma azifu kwamba wewe peke yako ndo unainogesha ile ngoma. Ndio maana wakiwekwa mahala watu hawaondoki, kwa sababu kila mmoja anavyocheza anasema mimi ndo hii ngoma ninainogesha mimi. Sasa mustalaha huu unafanya kazi katika baadhi ya mambo. Uislamu, mtu ambaye ni Muislamu afanye kana kwamba yeye peke yake ndo ananogesha kila kitu. Kwa lugha nyingine afanye kitu bil itqan. Mwenyezi Mungu desturi yake ni itqan. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لماذا؟ لأنه أتقنهن لما خلقهن. na itqani katika kila jambo. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أي أن يحسنه, aifanye vyema vizuri, iwe katika high quality, jauda alia. Kitu chochote Mtume ametuambia tukifanya vizuri, usiripue tu. Ukija katika sala, sali vizuri. Ukija katika zaka, zaki vizuri. Ukija katika funga vizuri. Ukija katika kuwa nasihi wenzako, wanasihi vizuri. Hata unapochinja, idha dhabahtum fahsinu dhibha, idha qataltum fahsinu alqitla. Mtume anasema hata mkiua uweni vizuri. Kama kuna haki ya kuuawa mtu katika hudud, basi hata kuua kuna njia nzuri. Hata ukichinja, mchukue kuku wako, shidi sikin, kikate makali iwe kinakata kweli kweli, na mchinje vizuri, muhurumie. Usipige kisu mbele yake alafu unamuonyesha mbuzi, unaona leo tunakwenda kukula supu. Hii haikatazwa. Hii inakatazwa kwa sababu huchinji vizuri. Na pia unapofanya jambo hakikisha unalifanya kwa njia nzuri. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allahu kataba al-ihsana fi kulli shay. Kila kitu Mungu ameandika ihsan, na ihsan maana yake ni kulifanya jambo kwa vizuri. Hata katika hadithi ya Allah Mtume akasema أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك إنه يراك. ماذا؟ hiyo ndo al-ihsan. Kulifanya jambo kwa vizuri ni kufanya ibada kana kwamba Mungu anakuona, na kama humuoni yeye anakuona. Kwa hiyo unapolifanya jambo bil itqan, ukacheza kana kwamba wewe peke yako ndo mwenye kuinogesha ile ngoma, utapeleka mbele Uislamu. Na hakuna mtu useless katika dini. Hakuna mtu aliyokuwa hana kazi. Anasema in kunta ghaniyan fatasaddaq bimalik, in kunta aliman fatasaddaq biilmik, wa in kunta hakiman fatasaddaq bihikmatik, wa in kunta qawiyan fatasaddaq biquwwatik. Hata kila kitu Mungu alichokuzawadia hakikisha kinautumikia Uislamu kwa njia moja au nyingine. Mimi Mungu amenipa jambo kadhaa na najiona kwamba ninaweza nikafiti katika jambo kadhaa, kwa sababu balil insanu ala nafsihi basira, anajitambua. Sasa hili jambo mimi nitafanya nini niache athari katika Uislamu? Anza leo kuwa na maamuzi ya kishujaa. Kila mtu anahitajika katika Uislamu, hata asona elimu anahitajika katika Uislamu, kwa sababu mti ukiwa mkubwa kiasi gani, lakini ukiwa peke yake, hatusemi msitu, lazima uwe na wenzake. Basi njoni tumwe pamoja na wenzenu. Na walikuwa wakiwaita watu katika vita, wakati vita vya Uhud, nasema qatilu fi sabilillah, ta'alu qatilu fi sabilillah au idfa'u. Kama hampigani nyinyi, njooni tu ili mpate kufanya ule umma uonekane mwingi. Wewe huwezi kupigana, lakini njoo litukathira sawad, ile watu wawe wengi tu, lakini kupigana we humo. Sasa baadamu we hujui kupigana, useme mimi siji, njoo pia unahitajika, kwa sababu ile kufanya sawadu iwe adha. Pigania. Useme mimi sina cha kutoa, unacho. Useme sina la kufanya, unalo. Kuna hadithi moja walimu wetu walitufundisha, hii na mfano mzuri katika jambo la kwamba kila mmoja analo la kufanya. Anasema watu watatu walisafiri pamoja, wakaungana.
Mmoja wao yeye alikuwa ni mzuri wa kupigana, mwingine yeye hakuwa anajua kupigana, kazi yake yeye ilikuwa ni mzuri wa kula. Yeye kwa plate anapiga 2-3 peke yake. Mwingine yeye alikuwa kula hawezi wala kupigana hawezi, lakini akisema anaweza kusema masaa 3 bila kumeza mate. Yeye msemaji, mdomo. Sasa hawa watu wakapanga kusafiri kwenda nchi nyingine, wakachukua bidhaa zao zote, njiani wakapata matatizo, wakavamiwa msafara wao, watu 10 kiasi wenye miraba 4 wakawavamia, toeni kila kitu. Yule mpiganaji akawaambia wenzake, msiwe na wasiwasi, hawa watu ni 10 kwangu mimi mswaki tu, acheni kazi hii nitaifanya mimi. Akaingia uwanjani akakunja, mmoja kila anayekuja anapigwa knockout, kila anayekuja yule mlaji akaona wacha mimi nianze kula. Akachukua sahani akaanza kula na tonge lake karibu na robo. Wale watu walivyoona wanapigwa na mtu mmoja, na mmoja ndo anakula pale, anasema ndo anatia nguvu nini aje, kumbe yeye wala hajui kupigana, anakula tu na matonge yake yanaogofya, sikwambia akija akipiga mtu ngumi. Sasa yule msemaji naye yeye anamwambia yule anayewapiga, ina maana bado unatumia style zile zilizopitwa na wakati, outdated, tumia zile latest nilizokufundisha. Vipi wewe? Sasa wale kumbe huyu ndo mwalimu wake. Alafu mwanafunzi anatupigia hivi, mwalimu itakuwaje akiingia? Wakakimbia, kumbe mpiganaji ni huyu mmoja tu. Wewe usiseme huna cha kufanya katika Uislamu. Hata big mouth, mdomo mkubwa wa kusema sana, pia wewe utatosha. Kuna sehemu utakupeleka wewe, utafanya kazi. Naam, kuna sehemu unafiti wewe. Ndio maana jana nilimwambia Abdul Hakim Zubaidi, nimemwambia kila mmoja anafiti katika jambo. Hata msimfukuze mtu katika society yenu kwa sababu yeye ni useless, kwa sababu hata mtu akiwa na tabia ambazo haziridhishi, mara nyingine mchukueni. Mnapokwenda sehemu mnaweza mkakutana na mambo pale, mkakosewa heshima nye watu wenye heshima zenu, mkakosewa adabu watu wenye adabu zenu, mkashindwa kujibu, kwa sababu sio kila mtu anajua kutukana. Lakini mmewachukua wale wanaojua kutukana, wachukueni nao. Ukifika pale wanaifanya wao kazi ile. Hii moja katika hekima. Tumieni hekima hizi. Waislamu wote wanahitajika katika mambo. Tunaweza tukampa kila mmoja position yake anayofiti, na Mtume alikuwa hii anaijua. Yadau rajulan munasiban fil makani almunasab, anamweka mtu afae mahala pafaapo. Watu walipotaka adhana, walipotaka kuitana katika sala, zilikuja rai mbalimbali. Wengine pigeni kengele, wengine washeni moto, wengine kila mmoja anaondoka pale anafikiria. Mmoja akalala akamuota mtu amebeba kengele, akamwambia niuzie. Akamwambia unaitaka ya nini? Akamwambia tunataka kuipiga tuitane katika sala. Akamwambia wa khairu min dhalik, nikufundisha kitu bora kuliko hicho. Akamwambia kipi? Kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, adhan. Alipoamka kaondoka mbio kwa Mtume, ya Rasulullah, nimeona kadha kadha. Mtume sema ru'ya haq, hiyo ndoto ya kweli. Maneno hayo ndio tutayatumia. Anasema qum wa'allimha bilalan fa innahu ahsanu minka sauta. Angalia hayo maneno umeyaota wewe, lakini wewe hufai kuadhini. Mfundishe huyu Bilal, yeye ana sauti nzuri kuliko wewe. Angalia Mtume, sio kila mtu tu anajua huyu position yake hii, huyu mahala pake hapa, huyu mahala pake hapa. Kwa sababu gani? Hakumwambia yule maadamu wewe ndo muadhini. La, fakhri ile akaipata mtu mwingine anaitwa Bilal ibn Rabah al-Habashi. Hiyo mtu yoyote ambaye ana jambo katika dini, anajua yeye yuko mzuri katika jambo fulani, basi autumikie Uislamu wake kwa jambo lile. Ndio maana Hassan ibn Thabit hakuwa mpiganaji hodari, bali alikuwa ni muoga, lakini alikuwa hatari anapozungumza. Ulimi ukitoa neno, bora ungepigwa ngumi kwa ulimi wake. Na Mtume alikuwa akimwambia ya Hassan, Ruhul Qudus yuayyiduk,
sema. Jibrili anakupa nguvu, yuko pamoja nawe. Wake ulikuwa ulimi tu, mashairi, akimdefend mtume, akiutetea Uislamu kwa mashairi yake. Wewe daktari, unajua vipi ukuhami Uislamu wako kwa udaktari wako? Wewe injinia, unajua vipi utauhami Uislamu kwa injinia wako? Wewe mwalimu, wewe nani? Kila mmoja alokuwa katika mambo nafasi aitumie nafasi ile kwa ajili ya kupeleka mbele gurudumu lake la Uislamu. Ndio maana jana tulipiga mfano, hata wachezaji mpira wanaposujudu baada ya kufunga goli wanaupeleka mbele kwa fani yao ile ile Uislamu. Tukasema sijida ya Sidu Kaita au Abu Treka anapofunga goli ile inaweza ikashinda mihadhara 1000 anayotoa Sheikh fulani ibn fulani. Ulimwengu mzima wameutumikia Uislamu kwa position zao walizokuwepo, wamefanya kazi hiyo. Leo nimeona katika habari mwanamke anasema sipigani judo bila ya hijabu yangu. Kama judo tutapigana, lakini na hijabu iko kichwani. Haya yote inapoenea katika ulimwengu, ile ni message inafika kila mahali. Huyu atakuwa amecontribute katika Uislamu, amefanya kitu, ameacha basamat, fingerprint katika huu ulimwengu. Lakini cha ajabu ni kwamba wewe umekuja duniani hutoacha athari yoyote. Umekuja katika Uislamu wako wewe ni kusali kwa unavyotaka wewe, unavyojua wewe, na unatamani ingetangazwa sala hakuna tena ukapumzika. Lakini unapaswa kujirudia hisabu zako zote za maisha ili upate kuishi tena. Ubakhili wa matajiri pale katika nguzo 4 pia ndio uliopeleka Uislamu ukaharibika. Kama ubakhili wa wanachuoni kutoa elimu zao ndio uliopeleka Uislamu ukaharibika. Hawa watu wawili hawa lazima wawe na taawun fima bainahuma, na ikiwa hakutokuwa na taawunun tam, kila kitu kinaharibika. Ndio maana ukapigwa vita katika suratu Al-Imran, katika suratul Qital, suratu Muhammad, ma lakum ha antum haulai, nyinyi hapo tudauna litunfiqu fi sabilillah, mnaitwa toeni mali zenu kwa ajili ya dini. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inma yabkhalu nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Mungu anasema wala hamna utajiri wowote, Mungu ndo mkwasi na yeye ndo wahitaji. Kisha mwisho anamaliza kwa hasira. Angalia maneno na siyaqul kalam, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Na mkiendelea kumpa mgongo Mwenyezi Mungu kwa amri zake, atakuondoeni alete watu mbali na nyie na hawatakuwa kama nyinyi. Angalia Qur'ani namna inavyo, ukisoma Qur'ani angalia mwanzo wa aya na mwisho wa aya, alafu weka sila. Siku moja Sayyidun Anani al-Imam al-Asma'i, yani mmoja katika udaba wakubwa, ilikuwa ni marji katika wakati wake wa lugha ya Kiarabu, alisoma aya katika Qur'an, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah, alafu akamaliza wallahu ghafurur rahim. Aya haikumaliza hivyo. Alikuwepo bedui pale, alikuwa bedui yule anajua lugha ya Kiarabu kwa ufasaha. Akamwambia kalamu man hadha ya Asma'i, hayo maneno ya nani uliyosema? Bainahu kalamullah, maneno ya Allah. Akasema la hasha, haiwezekani, hayo hayawezi kuwa maneno ya Mungu. Asma'i akashtuka, unasemaje? Sema hasha, la yanbaghi lahu an yaqula mithla hadha alkalam. Maneno gani hayo? Hayawezi hata kuwa maneno ya Mungu. Naambia aya katika suratul Maida, unahifadhi Qur'ani bedui? Anasema wala si hifadhi Qur'an, lakini maneno namna yalivyopangika hayawezi kuwa maneno ya Allah. Watu wakamkamata, wanataka kumpa kipigo. Asma akamwambia la, fungueni suratul Maida. Ikafunguliwa aya inayosema was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Kumbe mwisho imemaliza wallahu azizun hakim, sio wallahu ghafurur rahim. Bedui kapata
japo yeye hakuhifadhi Qur'an, lakini asli yao lugha hii wanaijua. Kwa sababu gani? Akamwambia umenikosoa, akamwambia naam, lianna almaqama walmawqifa mawqifu izzatin wa hikma wa laysa mawqifu rahmatin wa maghfira. Hii ilivyokuja siyaqul kalam kuanzia mwanzo, ikisomwa aya angalia mwanzo alafu angalia na mwisho, alafu peleka zioanishe, utaona zinaoana. Sasa wewe uliposoma mwanzo unaambia mwenye kuiba mwanamke na mwanamume wakateni mikono yao, kukatwa mkono hapo sio mchezo. Alafu mwisho unasema na Mungu ana huruma, Mungu ana huruma na kukata mkono. Angalia bedui alikataa kwamba haiwezi kumaliza, Mungu ana huruma, lakini angemaliza wallahu azizun hakim. Mungu ni mshindi, ni mwenye nguvu na mwenye hikma, anajua kwa nini mnakatwa mikono. Hapo mambo yameoana. Kama akisema alladhi khalaqa almauta walhaya, ametaja mambo mawili, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akamaliza na mambo mawili, wa huwa alazizu الغفور. mbona ikuwa tu huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa al-aziz al-ghafur li'annahu dhakara al-hayata wal-maut. Aziz inaoana na al-maut, al-ghafur inaoana na al-haya, kwa sababu kifo, ingekuwa hapa duniani kuna watu wanaitwa super power hawafi, lakini maadamu azizi yupo wanakufa na wao. Ingekuwa wenye uwezo wakimwona Israeli wanamwambia njoo pembeni hapa, chukua hichi kidogo, mwambie Mungu sijamuona, alafu wangekuwa wanaishi katika ulimwengu. Lakini kwa sababu alladhi khalaqa almauta dhalika alaziz alladhi la yu'jizuhu shay fi al-ardi wala fi as-samaa. Alhaya, maisha ndani yake huwa kuna maasiya, man ya'ish yudhnib yukhti laylan naharan sirran alaniya. Mwenye kuishi huwa hivyo, kullukum khata, kullu bini adama khata, mwenye kuishi lazima atafanya dhambi, na mwenye kufanya dhambi yahtaju ila ghafurin liyaghfira lah. Ndo alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alaziz alghafur. Qur'ani sisi hatujaisoma bidiqa, na Allah anatuambia liyadabbaru ayati, ili watu wapate kuzingatia, mazingatio yapatikane. Yenyewe ukisoma tu inakupa message. Ulama utafsiri udaba wanasema katika Qur'ani kuna kilma katika suratul Najmi, kile kilma kingetumiwa katika maneno yoyote mengine kingechusha, lakini mahala kilipotumiwa ndo mahala pake, na unakiona kimefit mahala gani. Tilka idhan qismatun dhiza. Hebu kitamke kilma chenyewe, mdomo wote unajaa, na hapo mahala kilipowekwa ndo hapo. Ukikitumia mahala pengine wala hakijatumiwa mahala popote pengine, lakini Allah amekiweka hapo alivyokuwa fundi wa kusema na maneno yake alivyokuwa matamu. Udhiza na qawafi, ufundi wa Allah utakavyoona katika Qur'ani ni jambo la ajabu kabisa. Ukisoma suratu Maryam utaona qawafi zake anavyosimama kwa alif كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Unaupata utamu wa kusoma mpaka akija katika kisa cha Yahya pia qawafi zake, akija katika kisa cha Maryam vile vile, ya Maryam laqad jiti shay'an fariya ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi. Mwisho qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, mpaka mwisho Allah anazungumza sasa kwa qawafi nyingine. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هابكنا مبلكو ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ألف وزيبو تena kwa sababu hapa sio kisa, Mungu anatoa hukumu sasa.
qisa qawafi zake, hukumu qawafi zake. Nani fundi zaidi ya Allah? Waman asdaqu min Allahi qila. Nani fundi? Nani anaweza kuzungumza katika lugha moja akatumia njia tofauti tofauti? Hii Qur'ani ndiyo maajabu na miujiza mikubwa ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo alipowaambia watu wenye kufanya ubakhili, nyinyi mnaofanya ubakhili na mali zenu, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, alikuwa anaonyesha hapo amechukizwa Allah na tabia chafu ya ubakhili. Maana asema pale Iraq ni mji uliokuwa unatambulikana kwa ubakhili. Yupo bakhili mmoja alimwambia mtumwa wake, hati at-ta'am wa aghliq al-bab. Mtumwa akasema, hadha khata, umekosea bwana wangu, lete chakula alafu funga mlango. Maana yake kishaleta chakula funga mlango, haingii mtu, anakula peke yake. Mtumwa akasema, hadha khata, sentence hiyo makosa. Sema sawa vipi? Semaje? aghliq al-bab hati at-ta'am. Sawa, sema hivi, funga mlango kwanza, lete chakula. Maana ukifunga mlango kwanza atakula yeye, sasa akiji huku takuwa kuna hijab baina yao. Huu ubakhili wa aina hii ulikuwa sahali, bali leo kuna ubakhili wa mtu kukopa pochi lake. Nikopeshe kidogo, kuna mtu hapa ana tatizo, nitakulipa. Anazungumza na pochi lake, nitakulipa kesho kutwa, usijali. Bakhili na pochi lako mwenyewe. Ushangai Jahid katika mazungumzo yake anasema alitokea bwana mmoja akafika katika chumba fulani, akampa salamu mwenye nyumba ili akaribishwe. Maana yake unaweza ukapita mahali ukakuta mtu anakula, ili kutakukaribisha ukao unaongea naye mazungumzo mazuri, bwana njoo karibu. Lakini huyu bwana alikuwa bakhili ala qiyas, akamwambia laqad marartu bi ahlik, nimetoka huko nimepita nyumbani kwa watu wako. Yule mtu akageuka upande wa pili akamwambia, kadhalika kana sabiluk, njia yako ndio hiyo hiyo ulikuwa unapitia, ulikuwa mimi sijakutuma, ungepita tu hapo hapo. Akageuka, kama raaitu ahlak, nimewaona watu wako, zaujatuka hubla, na mke wako ana mimba. Akageuka akamwambia, innaha satalid hatman, mwenye mimba atazaa tu siku moja, wewe inakushughulisha nini? Pita na zako. Akageuka anamwambia, waladat, ameshajifungua, amezaa. Akamwambia, nimekuambiaje mwenye mimba hawezi kukaa nayo maisha, innaha satalidu yawman, atazaa. Basi akageuka, tawamaini, kazaa watoto wawili. Akamwambia, kadhalika kana ummuha, kageuka upande mamake pia alijifungua wawili, amemwiga mamake. Basi akamwambia, mata ahaduhuma, mmoja wao kafa. Asema lam takun liturdi athnaini, asingeweza mama yao kuwanyonyesha wote wawili, bora mmoja angekufa. Anageuka upande wa pili, so wamata al-akhar, na mmoja mwingine pia kafa baada ya mwenzake. Akamwambia, litulhiqa bi akhi, kamfuata ndugu yake huko, asingeweza kuishi peke yake. Wamata ummuhuma, na mama yao pia kafa. Maana njoo karibu tu, anaona habari nyeti hizi, atanikaribisha. Mama yao pia kafa. Anasema hazanan ala waladaiha, kafa kwa huzuni za watoto wake wawili. Wallahi uonji kitu hapa, sio vizuri mtu kuwa bakhili kiasi hicho. Tupige vita ubakhili, kuwa mkarimu. Hadithi inasema kana Rasulullahi ajwada an-nas wa ajwadu ma yakunu fi shahri Ramadhan, Mtume alikuwa mkarimu wa watu na ukarimu wake ulikuwa unazidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Namaliza hadithi yangu kwa kisa ajib kilitokea pale Misri, Baladul Azhar, na hapa tuko Masjidul Azhar. Alitokea mfalme kualika ulama nyumbani kwake. Ulama na vilemba vyao vile vya Azhar wanakwenda katika jumba la mfalme. Walipofika njiani, akatoka fukara na kwenda kuteka maji katika River Nile. Pale njiani akawaona watu wenye vilemba wakubwa wakubwa, akajua ulama hawanipeleki mahala pabaya. Akajoin msafara, akaingia na mtungi wake wa maji, hakuchota tena maji. Huyo na yeye kashika msafara, wakaingia katika palace la mfalme. Ikawa kila mmoja katika ulama wale wamekwenda, wana maneno mbalimbali ya kusema na mfalme wao, kafani walizokuwa nazo. Ikafika zamu yake, akamwambia, na huyu nani, mbona mandhari yake tofauti na nyie? Akamwambia, huyu alituona njiani, ametukamata njia pamoja nasi. Jieleze na wewe.
akajieleza kwamba mimi ndo fulani ibn fulani, kwa sababu alikuwa na ufasaha wa kusema, na ufukara wake haukumzuia ulimi wake, maana ufukara hauendi mpaka kwenye ulimi. Akaeleza mambo mpaka mfalme akasema, huyu mtungi aliobeba kwenda kujaza maji ujazwe dhahabu, ikram, ukajazwa dhahabu. Akaondoka pale, mtungi umejaa dhahabu. Nje ya mlango akakuta watu maskini. Kawaida ya kwa mtu tajiri wanakuwepo watu huko, akitoka tu huyo bwana anakuja atatugaia chochote. Basi akitoka yeye na mtungi wa dhahabu, akaona watu wamebakia wanaomba, akatoa dhahabu zile akawa anawagaia mmoja mmoja. Ingekuwa mtu bakhili angesema hizi mimi mwenyewe hazinitoshi, akagawa mpaka ikawa zinamalizika katika chungu kile au mtungi ule. Yule mfalme akasikia kelele nje. Unajua mahala popote kukiwa kuna hela mambo yanaharibika. Hapa tumetulia, akisema mmoja anagawa hela hapa, wallahi matusi utayasikia. Lakini Mwenyezi Mungu akajalia mfalme yule akawa ni mwenye kusikia zogo, akatoka nje. Kuna nini? Akaona yule mfukara dhahabu aliyompa anatoa. Akasema, afi babil malik tajudu, ukarimu katika nyumba ya mfalme unaufanya mtu gani huyu? Roho ya ukarimu kiasi gani? Yajudu fi baitil malik, anafanya ukarimu katika nyumba ya mfalme. Akaamrisha mpeni mitungi 10 ya dhahabu, akaongezwa tena mengine. Akaulizwa, kwa nini unafanya kitendo hicho? Anasema, naam, ana lastu ghaniyan, mimi sio tajiri. Innal aghniyaa bi amwalihim yajudun, hawa matajiri hujipendekeza mbele ya Allah kwa mali zao, wakainunua pepo ya Allah kwa mali zao. Wa nahnu bi amwalil aghniyaa najudu, na sisi kwa mali zao hao matajiri nasi pia huwa tunajipendekeza kwa Allah, kile wanachotupa na sisi tutatoa kwa watu. Nani anapewa alafu anagawa na yeye? Nasema hainitoshi. Tujifundishe ukarimu, tujifundishe kuwa watu wazuri kwa ajili ya infaq. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.